Jeshi la Israel limeanzisha mashambulizi ya ardhini leo Jumanne Septemba 16 mwaka 2025 kwa lengo la kuteka mji wa Gaza, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na gazeti la Axios likinukuu maafisa wa kijeshi wa Israel. Hii ni hatua kubwa ya kijeshi inayoashiria kuongezeka kwa mapambano ya kijeshi kati ya Israel na kundi la wanamgambo la Hamas, huku hali ya kibinadamu ikizidi kuwa mbaya ndani ya ukanda wa Gaza. Taarifa hiyo ya mashambulizi mapya haikuthibitishwa mara moja na jeshi la Israel, ambalo halikujibu ombi la kutoa maoni kuhusu hatua hiyo. Hata hivyo, operesheni hii imekuja baada ya wiki kadhaa za mashambulizi makali ya angani na ardhini yanayolenga maeneo mbalimbali ya mji wa Gaza. Mwezi uliopita, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alitoa amri kwa wanajeshi kuteka mji wa Gaza, akiuona kama ngome ya kundi kuu la Hamas. Kundi hili linalaumiwa na Israel kwa kuanzisha mashambulizi makubwa dhidi ya taifa hilo mnamo Oktoba 7 mwaka 2023, tukio ambalo lilisababisha vifo vya raia wengi na kuibua mzozo wa sasa. Tangu wakati huo, jeshi la Israel limeuzingira ukanda wa Gaza, hatua ambayo imesababisha janga kubwa la kibinadamu. Maelfu ya raia wamepoteza makazi yao, huduma za msingi kama maji na chakula zimepungua kwa kiwango cha kutisha, na miundombinu mingi ya kijamii na afya imeharibiwa vibaya. Vikosi vya Israel vimekuwa vikiendesha operesheni zake hasa kwenye viunga vya mji wa Gaza kwa kipindi cha wiki kadhaa sasa, vikielekea katikati mwa mji ambako inakadiriwa kuwa karibu ya Palestina milioni 1 walikuwa wamekimbilia kwa hifadhi mwezi uliopita kufuatia mashambulizi ya awali. Katika ujumbe alioandika mapema leo Jumanne kwenye mtandao wa X, waziri wa ulinzi wa Israel Katz alisema Gaza inaungua. Aliongeza kuwa jeshi la ulinzi la Israel linaendeleza mashambulizi makali dhidi ya miundombinu ya kile alichokiita ugaidi, huku wanajeshi wake wakipambana kwa ujasiri ili kuhakikisha kuachiliwa kwa mateka waliotekwa na kundi la Hamas pamoja na kulimaliza kabisa kundi hilo la wanamgambo. Huku mashambulizi haya yakizidi kupamba moto, jumuiya ya kimataifa inaendelea kutoa wito wa kusitishwa kwa mapigano na kufunguliwa kwa njia salama za kutoa misaada ya kibinadamu kwa maelfu ya raia waliokwama ndani ya Gaza bila msaada wowote.